Naibu Rais Kithure Kindiki amesema maandamano yaliyopangwa kufanyika nchini hayana msingi, akiyataja kama mbinu ya baadhi ya viongozi wa upinzani kuendeleza siasa za uchochezi. Kulingana naye, mswada wa fedha haujawa mzigo kwa wananchi na haupaswi kutumiwa kama sababu ya kuzua maandamano. Akizungumza wakati wa hafla ya uchangishaji fedha kwa ajili ya ujenzi wa kanisa katika kaunti ya Uasin Gishu, Kindiki amesema vipengele vilivyomo kwenye mswada wa fedha vimepitia uchambuzi wa kina na vinalenga kuboresha ustawi wa wananchi. Mimi nashangaa kusikia kwamba wale wachochezi ambao walikuwa wanaitisha maandamano ati kwa sababu ile finance bill imeleta ushuru mpya, baada ya kuanikwa sasa wamegeuza mjadala. Wamesema ya kwamba ni sawasawa, finance bill haijaleta mabadiliko, finance bill iko sawa, lakini tutaendelea na maandamano. Hiyo ni kuonyesha kwamba finance bill na budget na ule mswada wa fedha ilikuwa kisingizio. Mambo yao ilikuwa ya uchochezi na mambo ya siasa ya bure. Na mimi nataka niseme ya kwamba wale ambao wanataka kwenda kuandamana, katiba imekubali mtu yeyote kujieleza, lakini hakuna ruhusa kuumiza haki za wengine, kuvunja maduka, kuumiza wananchi, kupora mali yao. Hakuna ruhusa kikatiba kufanya hayo mambo. Kauli yake imeungwa mkono na seneta wa Uasin Gishu Jackson Mandago, akisema kuwa viongozi wanaopinga mswada wa fedha wameshindwa kutoa maelezo ya kina kuhusu sababu za msimamo wao. Amewataka wanasiasa kuwashawishi wananchi kupitia sera na ajenda za maendeleo badala ya kuhamasisha maandamano. Nishukuru wabunge wetu wa National Assembly kwa ile mjadala ya finance bill, Your Excellency. For the first time, our members of parliament were able to hold to account wale wamekuwa wakitumia bunge kueneza propaganda na kuweka uongo kwa finance bill. Wale walikuwa wanataka kudanganya wananchi ati kodi imeongezwa, hao wabunge walichukua nafasi yao na kuwauliza waonyeshe kipengee kamili kwa finance bill ambaye kuna kodi imeongezwa. Now that they were not able to point to any section of the bill with anything offensive to the people of Kenya, we also want them to do an honorable thing and call off the maandamano they are saying they are planning. Naye gavana wa Nakuru Susan Kihika amewarai wananchi kutoruhusu kushawishiwa kushiriki maandamano, akisema athari zake huwakumba zaidi wananchi wa kawaida huku viongozi wengi wakibaki salama. Umeona vile president na deputy wamefanya just this week, na pesa imewekwa kando for compensation. Kama ni hiyo finance bill, hakuna kitu iliongezewa ya kuumiza wananchi. Kwa hivyo hata sioni haja ya hayo maandamano. Kama vile tunasema huko kwetu Nakuru, nataka pia nirudie nikiwa hapa Uasin Gishu. Tafadhali wenye mnatokea kufanya hiyo maandamano, it is your constitutional right. Lakini mkienda kuharibu mali ya wananchi ama to injure anybody, that your right is, you no longer have that right. Wakati huo viongozi hao waliendelea kuonyesha uungwaji mkono wao kwa Rais William Ruto, wakisema anastahili kupewa nafasi ya kuhudumu kwa muhula wa pili ili kukamilisha ajenda zake za maendeleo. Wameeleza kuwa kipindi cha miaka 5 pekee hakitoshi kutekeleza kikamilifu miradi na mageuzi yaliyokusudiwa kunufaisha nchi. Na katiba yetu imesema ya kwamba mtu akichaguliwa kama kiongozi wa taifa kama rais, apewe miaka 5, afanye kazi, aanze miradi, alafu aongezewe miaka mingine 5 ili akamilishe ile kazi ambayo ameanza. Hatuseme 2 term tu kwa sababu yeye ni mtoto wa hapa nyumbani. Tunasema 2 term because of the track record. We have seen the transformation in agriculture, we have seen transformation in roads, we have seen transformation in sports, we have seen transformation in health. And Your Excellency, as you support the president, when your time comes, we will also remember you. Nikiripotia Kurunzi, jina langu ni Cynthia Ochieng.